Bwana, kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Hemed Suleiman Ali Morocco ameita jeshi ama kikosi ambacho kinakwenda kucheza mchezo wa kufuzu kombe la dunia 2026 dhidi ya Zambia. Bwana, kocha Hemed Morocco tumeona hii leo akiweka wazi orodha ya wachezaji ambao wanakwenda nao kwenye mchezo huo. Tunafahamu kwamba mchezo huo utapigwa kati ya tarehe 8 Oktoba 2025 na kikosi hicho mara baada ya Hemed Suleiman Morocco kuita bana kinaingia kambini Oktoba 4 kwa mchezo huo wa kufuzu kombe la dunia 2026 dhidi ya Zambia. Sasa wachezaji ambao wamepata nafasi ya kuitwa na kocha huyo ni kama ifuatavyo. Yakubu Suleiman kutoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kama kawaida ameendelea kuaminiwa na kocha Hemed, lakini Hussein Masalanga kipa klabu ya Singida Black Stars naye pia ameendelea kuaminiwa. Tuliwashuhudia hawa wakiwa pia kwenye yale mashindano ya CHAN ambayo timu ya taifa ilifika hatua ya robo finali. Lakini Zuberi Foba kipa klabu ya Azam yeye pia ameaminiwa na Hemed Morocco. Lakini kwa upande wa mabeki, Patrick Izeri Mwenda kiwango bora kabisa ndani ya klabu ya Yanga ameaminiwa na kocha Hemed Morocco na amemuita kwenye kikosi hicho kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huo dhidi ya Zambia. Rusajo Maikenda kama kawaida kutoka Azam FC kiwango bora ndani ya klabu ya Azam ameendelea kuaminiwa na Hemed Morocco. Lakini kwa upande wa wale mabeki wa kati, Bakari Nondo Mwamnyeto kapteni wa klabu ya Yanga ameitwa ndani ya timu ya taifa ya Tanzania. Elias Lawi ameitwa kutoka ndani ya klabu ya Azam FC. Usajili huu ambao Azam waliufanya kutoka ndani ya klabu ya Coastal Union ameitwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Wilson Nangu kipa beki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, usajili mpya kutoka ndani ya klabu ya JKT Tanzania akiwa ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ameendelea kuaminiwa na Hemed Morocco na huyu pia alikuwepo kwenye mashindano ya CHAN. Novatus Dismas kutoka klabu huko Uturuki yeye pia ameaminiwa, ameitwa. Pasco Msindo kutoka Azam FC naye ni miongoni mwa wachezaji ambao ameitwa. Ibrahim Abdullah Baka beki kisiki kutoka ndani ya klabu ya Yanga naye pia ameitwa. Haji Mnoga kutoka Salford City kutoka huko Uingereza naye pia ameitwa. Dickson Job kutoka Yanga captain kiwango bora ameendelea kuaminiwa. Miano Danilo yeye pia ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa. Huyu anatokea FK Panevis. Huyu Offense Kola kutoka ndani ya klabu ya Yanga, usajili wa Yanga kwenye dirisha kubwa la usajili kutoka Tabora United ameitwa na Hemed Suleiman Morocco kwenye timu ya taifa ya Tanzania. Lakini Azizi Andambwile bwana, moja kati ya wachezaji ambao hivi sasa wameendelea kuzungumzwa kutokana na kiwango bora ambacho ameendelea kukionyesha ndani ya klabu ya Yanga, hususan kwenye eneo la katikati. Lakini sio tu kwenye eneo la katikati, ameonekana pia anaweza kufunga. Tuliona kwenye mchezo wa klabu bingwa barani Afrika hatua ya awali dhidi ya Orient ya Angola, Yanga ikishinda ushindi wa goli 3-0 kule Angola. Azizi Andambwile alikuwa moja kati ya wafungaji. Lakini ushindi wa goli 2-0 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya Orient, Azizi Andambwile pia aliingia kambani. Kwa hiyo ni moja pia kati ya wachezaji ambao wameitwa na Hemed Morocco. Yahaya Zaidi kapteni wa klabu ya Azam FC ameitwa. Yusuf Kagoma kiungo bora kabisa kutoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ameendelea kuaminiwa na Hemed Morocco. Habibu Idi kutoka Singida Black Stars ameitwa. Time Alikia yeye pia ameitwa kutoka Lochadri kule Uingereza. Lakini Charles Mobwa yeye pia ameitwa kutoka Floriana kutoka kule Malta ameitwa pia na kocha Hemed Morocco. Suleiman Mwalimu kutoka Simba ameitwa. Faisal Salum kutoka ndani ya klabu ya Azam ameendelea kuwa na kiwango bora na ameendelea kuaminiwa kwenye timu ya taifa naye pia ameitwa. Morris Abraham ameitwa kutoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, usajili ambao kwa sasa unaonekana kuwalipa Wekundu wa Msimbazi Simba naye pia amepata nafasi ya kuitwa na Hemed Morocco. Abdul Suleiman Sop kutoka ndani ya klabu ya Azam naye pia ameitwa, pamoja na Edwin Barua naye pia ameitwa ambaye anakipiga
huko Cyprus, ambaye tunafahamu huyu alikuwa ni nyota wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa hao ni nyota ambao wamepata nafasi ya kuitwa na Hemedi Morocco kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huo dhidi ya Zambia wa kufuzu kombe la dunia 2026. Sasa kumekuwa kuna minongono, kumekuwa kuna mijadala mikubwa sana ambayo inaendelea huko mitandaoni juu ya baadhi ya nyota ambao hajaitwa. Ali Mbwana Samata, Simon Happy God Msuva, Clement Mzize, Mohamed Hussein Shabalala, Shomari Kapombe. Majina yote haya ambayo nimekutajia mtazamaji wa Ihoma Online TV ni kwamba hayajaitwa. Sasa mjadala ni kwamba watu wameendelea kujadiliana kwamba kwenye lile eneo la ushambuliaji ambalo ukitazama litaongozwa na Abdul Suleiman Sop, Edwin Barua pamoja na Selemani Mwalimu Chazi Mbobwa, ni eneo ambalo pengine liliwahitaji baadhi ya nyota ambao nimewataja kama Simon Happy God Msuva, Mbwana Ali Samata, Clement Mzize. Sasa ni moja kati ya mjadala ambao umeendelea huko kwamba ni sababu zipi ambazo pengine zimepelekea nyota hao ambao tumeona mara kadhaa wamekuwa kiitwa na kocha Morocco kwenye timu ya taifa, kwa nini hawajaitwa? Sababu ni nini? Pengine wanatamani kujua kwa nini Hemedi Suleiman Morocco hajawajumuisha wachezaji hao kwenye kikosi hicho cha timu ya taifa. Pengine huenda tukaja tukapata majibu kwa nini Hemedi Suleiman Morocco hajawajumuisha, na pengine huenda wachezaji hao wakawa ni majeruhi. Tunafahamu kwa Clement Mzize hivi karibuni amekuwa pia hayuko hata kwenye baadhi ya mechi za klabu ya Yanga. Mchezo wa marejeano dhidi ya Orient kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa hakuwa sehemu ya mchezo. Mchezo dhidi ya Mbeya City hakuwa sehemu ya mchezo, na taarifa zinaeleza kwamba Mzize ni majeruhi. Kwa hiyo pengine huenda pia Hemedi Suleiman Morocco ameachana na kumita Mzize kwa sababu ya majeruhi. Lakini kwa upande wa Simon Happy God Msuva, Ali Mbwana Samata na wengine ambao wameenda kutajwa kama kina Mohamed Hussein Shabalala pamoja na Shomari Kapombe, huenda pia Hemedi Morocco ameamua kuwapumzisha kutokana na wao pia kutumika kwenye majukumu ya timu ya taifa, lakini pia hata kwenye vilabu vyao. Kwa hiyo ni moja kati ya mijadala ambayo inaendelea huko kuhusiana na baadhi ya nyota ambao hajaitwa kwenye timu ya taifa kama hao ambao nimekutajia. Lakini ifahamike kwamba kocha Hemedi Morocco, hili ndio jeshi lake, hiki ndicho kikosi chake ambacho anakwenda nacho kwenye mchezo dhidi ya Zambia kwa ajili ya kufuzu kombe la dunia 2026. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.